Asante sana. Mimi kwa jina ni Rafael Hakizimana kutoka Brisbane. Nimekuja hapa Canberra kujiunga na wandugu wa Kongo. Kwa nini nakuja hapa? Mimi naleta ujumbe wa ndugu zangu Wanyarwanda ambao wako kwenye Fédération des communautés rwandaises en Australie. Tunakuja kuunga mkono wenzetu wa Kongomani kwa sababu matatizo yao tunayasikia vizuri sana sisi kama Wanyarwanda, kwa sababu matatizo ambayo yuko Kongo sasa yameanzia Rwanda. Matatizo yameanzia Rwanda kuanzia mwaka 1990 wakati RPF Inkotanyi walivamia Rwanda kutoka Uganda. Kihistoria ni kwamba hawa wa RPF Inkotanyi wana uhusiano karibu na wale waliokuwa kwenye familia ya ufalme wa Rwanda, na ufalme wa Rwanda ambao ulitawala miaka 400 ulitawala kwa utawala mubaya sana wa kuwakandamiza Wahutu kama watumwa. Na mnakumbuka miaka hiyo ya nyuma, kati ya independence na kuingia kwenye republika, watu wa ufalme walikataa kuungana na Wanyarwanda wengine kuingia kwenye independence. Ndiyo mfalme na watu wake wakaamua kukimbia. Lakini tunaikumbuka hiyo miaka ya 61 na 2 na 3 na 4 mpaka na 7 walikuwa wanavamilia, wanashambulia, wanashindwa, wameenda wamejiunga. Ndiyo 99 wakarudi wakavamia Rwanda, wakashindwa, lakini wakafanya ujanja mmoja wa kuingilia vijana wa MRND Interahamwe ambao walikuwa ni watu wazuri sana. Wameingiliwa na vikosi vya RPF Inkotanyi, ndio wakafanya mpango wa kuwaua Watusi ili wapate sababu ya kutangaza kwamba Watusi wana matatizo Rwanda, wanakuja kuwachungua. RPF Inkotanyi wamefanya genocide ya Watusi Rwanda, wakashinda, wakapanda kwenye utawala na wamekaa miaka 30. Lakini katika miaka hiyo 30 wamefanya maajabu sana. Rwanda wameua watu wengi sana, ndio wakataka kwenda kuua watu Burundi, na Burundi walitaka kusababisha genocide ya Watusi kule, lakini Warundi walikuwa makini sana, ndio ile plani ya kuua Watusi ikashindikana, wataka kuileta kule Kongo. Sisi tunawapongeza Wakongomani sana kwa sababu ule ujanja wa RPF Inkotanyi mumeugundua. Walitaka muue Wanyamulenge, halafu wao waje ndio wakombozi, wakati wao ndio wanachochea na kuua Watusi na kualamu watu wengine. Nikumbushe kwamba wale Watusi ambao hawakukimbia na mfalme walibaki Rwanda, wale watu ni watu wa kuhurumia sana, ni watu ambao wamekufa bure, ni watu ambao kwa kweli wamekuwa sacrifice ya Kagame, ya RPF Inkotanyi na kuuawa. Sisi tunaumia sana hayo yametokea, na tunamshukuru Mungu kwamba Inkotanyi walitaka kufanya hiyo Burundi ikashindikana, na wametaka kufanya hiyo Kongo ikashindikana. Na sasa tuungane mkono, tuelewe ni kitu gani kinaendelea sasa hivi. Kagame kwa kutumia ujanja wake amejifanya aonekane ni mtu maalumu, ni mtu mkombozi wa Watusi, ni mtu ambaye anajua kuongoza, na ndiyo ameenda kwa wazungu akawaeleza kwamba yeye ni shujaa, yeye ni mtu maalumu, na wao wakawa wanampongeza, na ile kumpongeza ikamfanya avimbe kichwa. Ndiyo akaenda Kongo akaanza kuua wakimbizi Wanyarwanda waliokimbilia kule, akawaua Wakongomani. Wakongomani wamekuwa mamilioni na mamilioni, wameuawa sana. Samahani sana, tunaumia sana kama tunaisikia hiyo. Ameenda kupora mali ya Kongo na kuuza kwa wazungu, akatajirika sana. Sasa Kagame na watu wake ndio matajiri wa kwanza sasa hivi duniani kwa sababu ya kupora hiyo mali ya Kongo.
juu ya damu ya Wakongomani. Sisi Wanyarwanda tunaumia tunavyosikia hivyo, tunaposikia hivyo. Mimi kama Rafael Munyarwanda, mimi nililewa na Wakongomani, walimu Wakongomani walinifundisha sekondari na university, watu wazuri sana, sisi tunawapenda, na wao watupenda. Wakongomani walikuwa ndugu na bado sasa ni ndugu, lakini Kagame na watu wake RPF Inkotanyi ndio wameleta haya matatizo yote, na tunataka ulimwengu mzima uelewe na uchukue hatua ya kumsimamisha Kagame. Kwa siku hii ya leo tunataka sasa na Australia ielewe na ichukue hatua. Tunaanza kupongeza Ulaya, tunaanza kupongeza Amerika kwa hatua ambayo walichukua, lakini haijatosa, bado haijatosa, ni kidogo tu. Tunataka waongeze na Australia ifuate. Australia isimamishe misaada yote ya kwenda kwenye Rwanda, isimamishe na ichukue hatua ya kumfanya Kagame asimame, atoke Kongo aende Rwanda. Sisi Wanyarwanda ndio tutajua tunamfanya vipi. Wakongomani ni watu wazuri, ni watu wa amani, ni watu hata wa Afrika wote wanasema Wakongomani ni Wakongomani wako wanapenda muziki, wanacheza, hawagombani, ni watu wa moyo mzuri, wanapokea watu, sio watu wa kuua. Ni watu wa kukaa nao na kuishi nao na kufurahi nao. Kwa maana hiyo tunaomba Australia kama nchi ya amani, pamoja na kwamba Australia ni mbali ya Afrika, lakini Australia ielewe kwamba Kagame ambaye wanamsaidia ni mtu mbaya, regime yake ni mbaya, politiki yake ni mbaya, ieleweke na Australia government, guvernoma ya Australia, serikali ya Australia ichukue hatua ya kumfanya Kagame asimamishe vita Kongo, asimamishe M23, M23 kuna vikundi vingi, hata Red Tabarani ya kwake, asimamishe vita Kongo ili wanawake wapumue. Hatutaki wanawake wabakwe kila siku, hatutaki watoto wauawe kila siku, hatutaki wagonjwa wauawe kila siku. M23 imeenda hospitali, imechukua wagonjwa, imeenda kuwaua. Hatutaki hivyo, hatutaki hivyo. Tunataka Kagame asimame, na tuna imani kwamba Australia inaweza kufanya hivyo. Kagame, tunataka misaada yote isimame, na hata achukuliwe vikazo zaidi vya kumkataza kununua silaha. Sanctions, embargo, sanctions, stop Kagame from buying weapons. Arrêtez Kagame, empêchez Kagame d'acheter les armes pour tuer les Congolais, pour tuer les Rwandais, les Burundais, les Africains. Il n'est pas panafricain, il le prétend, mais il est méchant. Il est méchant dans son cœur, il est méchant dans sa tête, il est méchant dans sa politique. Il corrompt la jeunesse rwandaise, il sacrifie la jeunesse rwandaise, il tue au Congo et il doit être arrêté maintenant. L'Australie, comme gouvernement de paix, gouvernement d'influence, nous connaissons la part du gouvernement australien au Conseil des Nations Unies. La voix du gouvernement australien est très forte. Nous demandons au gouvernement australien d'utiliser sa voix au Conseil de sécurité pour arrêter Kagame maintenant. Kagame, c'est un criminel, Kagame, c'est un assassin, Kagame, même les gens qui ont travaillé près de lui, tout près de lui, ses amis, ses conseillers, comme Rudasingwa Théogène, il a décrit Kagame comme tueur en série, quelqu'un qui est malade, mais peut-être mentalement, que travailler avec Kagame, négocier avec Kagame, il ne faut pas le prendre comme une personne normale. Kagame n'est pas une personne normale. Vous, Congolais, nous vous remercions beaucoup. Nous remercions le président
Tshisekedi qui a bien expliqué que les Rwandais ne sont pas les ennemis des Congolais. Et c'est vrai, les Rwandais ne sont pas les ennemis des Congolais, les Congolais ne sont pas les ennemis des Rwandais. Nous sommes des frères et sœurs, comme il l'a été, comme il l'est maintenant et comme il le sera toujours. Il faut arrêter Kagame, il faut changer le régime à Kigali et puis on aura la paix au Rwanda, au Burundi, au Congo. Chers Congolais, nous sommes ensemble, nous vous soutenons, nous souffrons avec vous, nous sommes avec vous dans cette démarche pour arrêter Kagame. Kagame le criminel, Kagame le tueur, Kagame le méchant avec son système qu'il veut établir partout en Afrique. Vous savez qu'il a commencé des influences au Centrafrique, au Soudan, au Mozambique, même au Congo-Brazzaville. Partout où il y va, c'est du chaos. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Ils ont dans leur sang un complexe de supériorité. Ce complexe de supériorité, depuis le temps immémorial de leur royauté, ils n'ont pas pu avancer avec le temps où nous sommes maintenant. Ils continuent de faire travailler leurs vieilles méthodes d'autant dans le temps présent. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut reconnaître que les gens sont égaux. Les hommes et les femmes, nous avons des droits à respecter. Un citoyen dans son pays a des droits. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Les Rwandais sont isolés. Même les politiciens, les députés, les quoi, n'ont pas une parole. Son Kagame et son petit groupe, ils dirigent tout comme ils veulent. Et les Rwandais souffrent, les Burundais souffrent, les Congolais souffrent et ça doit terminer maintenant. Chers Congolais, nous sommes ensemble, nous vous soutenons jusqu'à la victoire totale où le temps où Kagame et son équipe sera écarté et amené devant la justice. Je vous remercie. Niseme jambo moja kwa Wanyarwanda ambao wamejitahidi kupinga utawala wa Kagame. Watu wengi wameuawa sana, Wahutu na Watusi. Tuanzie kwenye Shahidi Deo. Mshahidi Deo ni Mtusi ambaye alisema utawala wa Kagame mapema sana. Shahidi Deo Mshahidi alifanya kazi na Charles Onana, wakaandika kitabu. Yeye amekaa kwenye gereza miaka na miaka, haoni jua, hali chakula, hanywi maji, yeye anateswa. Kuna watu wamejitahidi wengi, kuna Ingabire Victoire. Victoire Ingabire alitoka huko Ulaya kwenda Rwanda, yeye amefungwa miaka na miaka. Sasa hivi amefungia Rwanda, hawezi kutoka Rwanda, hawezi kutembelea familia yake, hata chama chake hakiwezi kusajiliwa, hakiwezi kuandikwa. Wapinzani wengi wameuawa, wengine wako gerezani, tunawajua wengi sana, wako gerezani, tunawajua akina Aimable Karasira, yeye alikuwa ni journalist, ni mtu wa kawaida. Tunawajua akina Idamanje, tunajua wengi sana wako gerezani, wanateswa, wengine wako nje, lakini tusivunjike moyo kwa sababu sisi Wanyarwanda tunajitahidi hata huko kwenye ukimbizo, tunajitahidi. Tumeunda gouvernement rwandais en exil. Gouvernement rwandais en exil ambayo inaongozwa na Padre Thomas Nahimana. Thomas Nahimana alikuwa ni padre wa Eklezia Katolika, lakini akaona mambo ubaya wa RPF Inkotanyi unazidi, akasema siwezi kuendelea kusoma misa, ngoja niende kusaidia watu. Sasa amepigana na ameunda hii serikali gouvernement ya Rwandais en exil ambayo ina wa ministre, ina wa député, kuna premier ministre, tena kuna état major
na tuna shule ambayo inawaelimisha viongozi wa kesho, Institut Africain d'Administration Publique, na hiyo institut ndio inawaelimisha viongozi wa kesho. Na mwaka jana tumeanza section ya École Supérieure Militaire. Kwa hiyo tuko tunajiandaa, na tena sio siri niwajulishe kwamba Padre Thomas Nahima na president wa gouvernement rwandais en exil ameshakutana na Tshisekedi, wameishaongea, na anajua tuko tayari kukomboa Rwanda. Kwa hiyo wakati wowote, ndugu, msikie kwamba tuko pamoja. Zile nyakati za kale ambazo tulikuwa tunatembelea Kongo, tunaleta vitenge na wakongomani wakuja Rwanda, wanafundisha, wanapata faranga nyingi sana. Na kwenye weekend tunakutana, tunacheza muziki. Hizo nyakati zinarudia wakati ambapo sisi Wanyarwanda, Wakongomani na Warundi tunakuwa pamoja kama bandugu, kama na masista. Asante sana. Habari za muda huu, mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndiyo mahali pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.